ukweli usiopingika, Yanga wanahitaji point 3 wakiwa nyumbani, na Yanga wanahitaji kuanza kampeni zao za kuelekea robo finali, na mbaya zaidi wanaanzia nyumbani wakiwa na pressure kubwa, kwa sababu msimu uliomalizika walianzia nyumbani na hawakuanza vizuri. Ingawa waliposesi mpira kwa kiwango kikubwa dhidi ya Al Hilal, wakaweza kupoteza kwa goli 2. Pressure ilikuwa kubwa sana, wakaenda Algeria wakapoteza kwa goli 3. Mechi 2 wakaruhusu magoli 5. Tafsiri yake ni kwamba katika mechi 2 walikuwa na wastani wa kuruhusu magoli 2.5. Kwa hiyo unaona kabisa kwa staili hiyo pressure ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo kile ambacho kiliweza kutokea msimu uliomalizika kisije kikatokea msimu huu, kwa sababu pressure ya kuweza kupoteza kwa mabao 5 ya ujumla kwa michezo 2, kupoteza alama 6 na kuruhusu magoli 5, pressure yake ilikuwa kubwa sana, ambayo ikaja kujenga hofu mwisho wa siku kuja kumaliza vibaya na kushindwa kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo kwa kutumia ile marking scheme ya msimu uliomalizika, wanatakiwa kuja kuitumia katika msimu huu. Wameanza nyumbani, well and good, kwamba ile mtihani umejirudia tena. Bwana, mwaka jana tulianzia nyumbani tulifanya vibaya. Kwa hiyo this time tuanze nyumbani, tuanze vizuri. Kwa hiyo hiyo ndo pressure kubwa ambayo ipo kwa upande wa Young African. Na tukiangalia katika kila kitu ambacho kimekaa kimakaratasi, Yanga bado anapewa nafasi kubwa ya kuweza kuondoka na alama 3. Kwa sababu gani? Kwanza ukiangalia hata katika mpango wa kundi, Yanga yuko pot number 2, FAR Rabat yupo pot number 3. Kwa hiyo moja kwa moja kwamba ukianza kumpa nafasi kwamba FAR Rabat anakuwa ni wa mwisho kuweza kumsubiria Yanga ana act vipi ili aweze kuja kureact. Hilo alipingiki hata kidogo. Lakini kitu ambacho kinakuja kumpa nguvu zaidi FAR Rabat ni nguvu ya kaskazini. Morocco wamekuwa na kiwango bora sana cha ufanisi, wamekuwa na wachezaji bora sana, katika ligi ya ndani imekuwa bora sana, lakini pia ukiangalia FAR Rabat yenyewe pia ina sifa ya kuto kuruhusu mabao, yani kufungwa mabao mengi au haifungiki kirahisi, yani imekuwa na ukuta mgumu zaidi. Rejea hata mechi ya mwisho wao wana qualify kwenda hatua ya makundi, waliweza kuruhusu goli 1 pekee, wanaweza kuwaondoa wapinzani wao. Lakini ukija upande wa Young African, wao pia wana sifa hiyo pia ya kutokuwa wanaruhusu mabao katika safu yao ya ulinzi. Ukiangalia paka sasa kwenye ligi kuu, michezo ambao wameicheza, wamecheza michezo 4 lakini wameruhusu bao 1 peke yake. Na kadhalika pia ukiangalia upande wa FAR Rabat, wao katika ligi yao kwa msimamo wa ligi wako nafasi ya 2 wakiwa nyuma ya Wydad, ambao ukiangalia Wydad wanaongoza wakiwa kama sikosei wapo juu kwa alama 2 juu yao, kwa sababu wao wapo wa pili. Lakini ukiangalia idadi ya mabao, wamecheza mechi 8, idadi ya mabao wana mabao 13, wakati walikopo juu wana mabao 8. Tafsiri yake ni nini? Kwamba kama FAR Rabat wakiweza kuzichanga karata zao vizuri, wanaweza wakambiti Wydad akashuka chini, kwa sababu wana advantage ya kuwa na mabao mengi, ingawa michezo wakiwa wamefanana. Kwa hiyo ukija kuangalia kwa Yanga, hilo wanatakiwa waliangalie zaidi, kwa sababu wanacheza na timu ambayo ina uwezo wa kuscore, wakati huo pia ina uwezo wa kuzuia wasiweze kuruhusu mabao. Kama uwezi kumfunga, basi hakikisha wewe ufungwe. Ndio mfumo ambao wanautumia FAR Rabat. Kwa hiyo hata Yanga wenyewe wanatakiwa wakiingia, waingie wakiwa na quick passing, wakiwa waangalifu zaidi, wasiweze wakaruhusu bao la mapema, kwa sababu Waarabu walivyo, katika dakika 45 za kwanza wakifanikiwa kupata bao, basi zile 45 za pili kiukweli huwa zinachezwa dakika 30 hadi dakika 25. Zile zingine zote ni hodari sana wa kuweza kupoteza muda. Lakini Yanga wakiweza kuwa frustrate katika kipindi cha kwanza, wakihakikisha kwa wanaweza kupata goli, alafu kipindi cha pili wakati Waarabu wanataka waweze kulevel scoreboard, waweze kupata alama 1, Yanga waweze kuwa stress, waweze kupata bao la pili, wakiwa na mabao 2, ni rahisi Waarabu kuweza kuvurugika na kuchanganyikiwa na kuhakikisha kwamba wanaweza kupata alama 3 muhimu, ambazo hizo zitakuwa zinawacholea ramani nzuri ya kuelekea katika mchezo unaofuata, kwa sababu mchezo unaofuata watakwenda kucheza nchini Algeria kama ilivyokuwa msimu uliomalizika, ambapo watakuwa na ramani nzuri zaidi. Wakianza kwa confidence ya ushindi, nafikiri itawasaidia zaidi huko mbeleni. Mara nyingi Young Africans kinachowaangushaga huwa ni uwanja wa nyumbani. Sasa hivi wapo Zanzibar. Jiografia ya Zanzibar namna ilivyo, mashabiki sio wengi sana.
hii inaweza ikawapunguzia Young Africans kasi ya kucheza vizuri, au wanaweza kawa na nguvu kwa sababu wapo wanaweza wakafiri kama wako ugenini? Kwa nini unasema Zanzibar watu sio wengi sana? Rejea mechi dhidi ya Asas Dibouti. Walimalizia Yanga kule wanafuzu kwenda hatua ya makundi. Kocha akiwa Miguel Gamondi, Yanga wanashinda goli 7 kama unakumbuka. Mpenja alilalamika sana kwenye ile game. Ananiwa anakuambia tena bwana, tena Mpenja, kama unaikumbuka vizuri. Ile ilikuwa Zanzibar, haikuwa Benjamin Mkapa, na uwanja ulikuwa umejaa pomoni mpaka wanamwagika. Kwa hiyo katika hali kama hiyo mimi sioni kama inawezekana wakaonekana Yanga kama wako away. Ile ni nyumbani na Yanga pale wako nyumbani, lakini pia naamini kwamba watapata support kubwa tu kutoka pale Zanzibar na itakuwa njema kabisa, na wanasema Zanzibar ni njema atakaye na aje. Basi mimi naamini kabisa kwamba Morocco wakiwa wanakaribia pale basi watakutana na chuma cha moto kweli kweli, kwa sababu Yanga katika uwanja wa Amani Complex kiukweli hawajawahi kuwasaliti. Na watu hiki wanatakiwa wakijue, Yanga mara nyingi sana hata akiwa anacheza Benjamin Mkapa, akienda kufanya maandalizi yake Zanzibar, huwa anakuwa na matokeo mazuri sana Benjamin Mkapa. Kwa mfano, sasa hivi uko Amani, lakini akiwa anacheza Benjamin Mkapa, rejea mechi ambayo wanampa Bakadei, ule Msuli Day ile, Yanga walienda kufanya maandalizi yao Zanzibar, wakaita Bakadei. Walivyokuja hapa Benjamin Mkapa, Yanga walitoa sare ya goli 1-1. Ukiangalia pia kuna mechi ambayo Yanga walimfunga Al Ahly, goli la Nadir Harubu Kanavaro, kapteni wa miaka yote, anapiga utosi hapa na Mbagala. Al Ahly wanabaki kushangaa wanakufa goli 1 hapa Benjamin Mkapa. Maandalizi yalifanyika wapi? Zanzibar. Umeelewa vizuri? Kwa sasa hivi walichokifanya kwamba bwana tunaenda kuandaga timu Zanzibar, tunakuja tunapata matokeo mazuri Benjamin Mkapa. Sasa hivi hatuna haja ya kwenda kuandaa Zanzibar afu tuje huku. Kwani tuvuke maji twende turudi? Sasa hivi tunakwenda Zanzibar, maandalizi yanafanyika Zanzibar na mtu anakufa Zanzibar. Kwa hiyo mimi naamini kwa sababu ya upepo huu ambao Yanga wanaupata mkubwa sana wakiwa katika viwanja vya Zanzibar, basi naamini hata kwa FAR Rabat pia na wenyewe pia watakwenda kufa vizuri kabisa. Lakini pia tusiongee kama tunaongea tu kwa sababu tunaongea watashinda wanashindaje. Sababu mpira lazima useme kwamba Yanga wanaweza wakashinda, wanashindaje. Kuna wachezaji ambao Yanga wanatakiwa waangalie kwa umakini sana upande wa FAR Rabat. Kuna mtu anaitwa Reda Slim. Huyu ni mchezaji ambaye wa kuweza kumwangalia kwa umakini sana. Ni mchezaji ambaye anavaa jezi namba 10, ni mchezaji wa kutumainiwa sana katika timu hii na ndio star man wa timu. Lakini pia huyu amewahi kucheza Al Ahly, lakini pia 2019 mpaka 2023 alikuwa FAR Rabat. Baada ya hapo 2023 akaenda Al Ahly, 23, 24, 25 akawa amecheza Al Ahly. Baada hapo msimu huu 2025 Al Ahly wamemtoa kwa mkopo, yuko pale FAR Rabat. Maana yake ni nini? Al Ahly wanaiona kwamba hii ni mali. Wangeona kwamba sio mali, wangemuuza moja kwa moja. Wamwacha aende pale akacheze ili waanze kuona kiwango chake kikiwa kimekuwa zaidi aweze kurudi kwenye kikosi. Kwa hiyo ni mchezaji wa kuchungwa zaidi. Katika mechi 7 ambazo amezicheza, mechi 4 amepata nafasi ya kuanza kikosi cha kwanza. Na katika hizo mechi 4 ambazo ameanza kikosi cha kwanza, ametupia goli 1. Kwa hiyo katika mechi 7 ameweza kufunga mechi 1. Ana uwezo wa kutokea kushoto, ana uwezo wa kutokea kulia, lakini mguu wake wenye nguvu ni mguu wa kushoto. Lakini pia ana uwezo wa kucheza nyuma ya mshambuliaji. Kwa hiyo huyu ni mchezaji wa kuchungwa sana. Kwa hiyo naamini kwamba kama itakuwa kwa Mohamed Hussein Shabalala, kama itakuwa kwa Isla Patrick Mwenda, huyu wa kumwangalia zaidi. Lakini pia Abdullah Baka naye pia anatakiwa muangalie sana, kwa sababu mara nyingi akimpata beki ambaye mwenye fujo zaidi, yawezekana akavuruga mipango yake mingi sana. Lakini kuna mwingine pia anaitwa Hamza. Huyu Hamza huyu naye pia ni wa kumchunga sana. Jezi namba 17 huyu bwana huyu anatokea pembeni, wa kumchunga sana. Na pia waweze kumwangalia. Taarifa njema niliyokuwa naye kuhusu huyu Hamza, yeye bwana katika mechi 7 ambazo amecheza hajawahi kufunga hata goli 1. Sasa watu huwa wanapendaga kuishi kwa takwimu na kupenda kutunza zile takwimu. Inawezekana mechi 7 hajapata goli, anataka mechi ya 8 aje kupata goli. Sasa itakuwa aibu aje kupata goli mbele ya nani? Mbele ya Young African ambayo yenye ukuta imara. Kule kuna Diala, kuna Dickson Jobu, kuna Ibrahim Baka, kuna Shedrack Isaka Boka,
kuna Israel Mwenda, kuna Mohamed Hussein Shabalala, kuna Bakari Nondo Mwamnyento, kuna Frank Yasinki. Hawa na kutajia wote ni ukuta bora kabisa. Waje kuandika historia ndani ya ukuta huu itakuwa ni jambo la aibu na ni jambo ambalo haliwezi kuvumilika hata kidogo. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye wanatakiwa waweze kumchunga zaidi ni captain wa timu huyu. Huu si mwingine bali ni Mohamed Labi. Huyu bwana wa Tanzania watakuwa wanamjua kwa sababu hata timu ya taifa ya Morocco alikuwepo hapa. Ni namba 6. Lakini huyu bwana ndio mipango yote ya timu huwa inaanzia kwake. Wanasema kwamba ile kwenye Diamond Shape huyu jamaa yuko vizuri sana. Wakati timu inataka kuattack, yeye ni mzuri sana akiwa amesimama nyuma, kuruhusu beki namba 2, beki namba 3 wakae katika maeneo ya juu, wakati huo namba 4 namba 5 waufinye uwanja wasogee kati, afu yeye wakati wanaanzisha mashambulizi huwa ana play part kama namba 5. Yeye ni mzuri sana kwenye kupiga mipira mirefu, lakini wakati mwingine yuko vizuri sana kwenye running pass. Kwa wakati anakimbia na mpira dribbling pass, yeye anakuwa yuko accurate zaidi kwenye kutoa pasi fupi, lakini pia yuko vizuri sana kwenye kutoa pasi ndefu. Wana kitu wanachojivunia nilichosema kwa yule Leda Slim kwamba ni mzuri sana kutokea pembeni akiwa anakimbia. Kwa hiyo ukimpata midfield ambaye anaweza kupiga pasi ndefu kwa ufasaha, nani wa kwenda kumpa kazi hiyo? Mudathir basi kama yupo katika ubora wake, hakikishe huyu bwana huyu atembei, kwa sababu ni box midfield mzuri sana Mudathir basi. Lakini pia kuna mtu mwingine ambaye huwa anapewa kazi ambaye haeleweki anja namba gani, Maxim pia Zengeli. Inabidi atumie nguvu yake kubwa sana, akimbie kama huyu Mohamed Labi anakimbia kilomita 200, basi Max Zengeli akimbie kilomita 500 zaidi yake, yani mara 2 zaidi yake, ili aweze kumkaba vizuri zaidi katika eneo la kuweza kupika mipango yote. Wakifanya hivi Yanga, mimi nakwambia pale Amani Complex Yanga wanapata kicheko kabisa. Bwana, tuzungumzie hapa Young Africans katika eneo la ushambuliaji. Yanga wamekuwa wakitengeneza sana nafasi za kufunga lakini zinapotea. Pengine unamwambia nini kocha Pedro, nini akifanye? Anatakiwa aanze na Dube au aanze na Andy Boboyeli? Hapo sasa katika eneo hilo la kiufundi nikimwangalia Dube sio mchezaji mbaya. Dube ni mchezaji mzuri sana, lakini pia kwa nini anapendwa na makocha wengi? Kwa sababu yuko involved katika matukio mengi. Kwa nini watu wanaona Dube afungi? Kwa sababu anakaa kwenye position ambayo mpira huo unamkuta. Kwa hiyo kwenye kufunga, uje wakati mwingine watu hilo wanakataa kulikubali, lakini huo ndio ukweli. Kuna siku ambayo mtu unaamka bahati yako inakuwa iko mbali sana. Yani inawezekana kabisa. Na mtu anaweza akaishi nje ya bahati yake hata miezi 2 hata miezi 3. Hicho kitu kinawezekana kabisa. Ni mpito ambao ashai kupitia Ronaldo, huyu Ronaldo Cristiano, ashai kupitia Wayne Rooney, ashai kupitia Alan Shearer, wale wafuataji wa mpira wa zamani ashai kupitia. Umeelewa vizuri? Hata Utambwe ambaye tunamuimba sana ambaye alifanya vizuri akiwa Yanga, kuna kipindi alishapitia kipindi kigumu cha namna kama hiyo. Kwa kuna nyakati ngumu ambazo mchezaji huwa anapitia ambazo tunasema kwamba transition period. Kwa hizi nyakati huwa haziepukiki. Na ndicho ambacho anakipitia Prince Mpumelelo Dube. Na kitu kingine ambacho kikubwa zaidi kinachomwasili Dube ni nini? Ukubwa wa klabu ya Yanga. Yanga ina pressure, Yanga inahitaji zaidi kupata matokeo kupitia wewe, haiwezi kukuvumilia. Hiyo ndio kitu ambacho kinaweza kumsumbua zaidi. Kwa hiyo yawezekana akawa ameweza kuonyesha kitu kwenye eneo la kiwanja cha mazoezi, mwalimu akamwamini kuweza kuanza. Mimi sina shida naye hata akianza Prince Mpumelelo Dube. Lakini mimi ukiniambia nani aanze pale, mimi nitasema kwamba hebu tumweke Andy Boboyeli aweze kuanza pale. Alafu Prince Dube kwa sababu ana experience na viwanja vya nyumbani, ana experience na uwanja wa Amani Complex, akae kwenye benchi aweze kuwasoma FAR Rabat. Alafu zile dakika ambazo zitatosha kuweza kumsoma FAR Rabat, yeye atokee nje tumuone akiwa anatokea nje kuingia nini ambacho anakwenda kukitoa kwa Young African. Kwa sababu gani? Kwa sababu Andy Boboyeli mbali ya kasi aliyokuwa nayo na nguvu aliyokuwa nayo kuweza kukaa na mpira, lakini pia ni mtu ambaye ni one touch goal. Sio mtu mwenye mambo mengi pale anapoligeukia goli. Angalia magoli mengi ambayo ameweza kufunga. Goli la kwanza anafunga goli la kuonekana, sio la mazoezini, hilo la kuonekana. Wakiwa wameenda kucheza kule Lion Sports kule Rwanda. Amepesiwa mpira, touch ya kwanza, touch ya pili kafunga. Ukija kuangalia magoli aliyofunga kwenye ligi kuu, mechi dhidi ya KMC, anapewa pasi na Celestine Ekua.
Anaureceive mpira touch ya kwanza, anauruhusu mpira upite, anataka kutani, anang'ang'aniwa. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo ina maana kwamba na beki alishasoma mazingira kwamba huyu akitani, mimi yani nikishaangalia kusoma mgongo wake tusiwezi kumkuta, anaweza akafanya maafa zaidi. Na ndicho ambacho kiliweza kutokea. Anapewa penalty kwa utulivu mkubwa mno, anaweza kufunga. Hapo kwa performance yake na Mayele akiwa Yanga kwenye kufunga pigo huru la penati, amemzidi Mayele, kwa sababu Mayele alishakupewa penati na Saidon Tibazonkiza akakosa penati muhimu ambayo Yanga walihitaji waweze kufunga, na wao lengo lao kwamba Mayele aongeze idadi ya magoli aweze kuchukua kiatu, aliweza kukosa. Lakini Andy Boba Boyeli anapewa penati, viongozi wote wengine walitoka hadharani kusema kwamba tulikuwa tumefumba macho hatuwezi kuangalia, lakini Boba Boyeli kwa utulivu mkubwa anaweka mpira kimiani. Anakuja anafunga bao la pili, pasi kutoka kwa yule Celestine Kuwa. Anapenyezewa mpira, one touch, ya pili peleka golini, inakuwa goli. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye mbali ya nguvu alikuwa nazo wanamuita elephant players, lakini huyu nafikiri atawafaa sana kwenda kuwanyoosha wale FAR Rabat. Wakati huo Prince Mpumelelo Dube aweze kupewa utulivu wa kiakili, akae kwenye benchi aweze kusoma mpinzani, ili yeye atakapoingia aweze kwenda kufanya jambo kubwa, kwa sababu Prince Mpumelelo Dube kwenye akili yuko vizuri sana, lakini pia kwenye positioning yuko vizuri sana, lakini pia kwenye accuracy yuko vizuri sana. Ila tu kwa sasa accuracy yake tunasema kuna kitu ambacho hakuwezi kukizungumzia ukaeleweka, kinaitwa bahati, wazungu wanaita luck. Kwenye luck pia kwenye maisha pia ipo, unaweza kuwa na jitihada lakini una bahati, bwana kubwa kuliko bwana Matole, umeelewa vizuri? Unaweza ukawa na jitihada lakini huna nini? Una bahati. Hiyo kwenye maisha yapo, na ndio hicho ambacho anakipitia Prince Mpumelelo Dube. Lakini Andy Boba Boyeli mimi ningeanza naye. Prince Dube siwezi kumwandareti, siwezi kumdharau, akitokea benchi itakuwa poa zaidi. Kafu wana na tafsiri yao nasema kwamba Young Africans ni mkubwa kuliko FAR Rabat. Nataka nijue kwa siku ya kesho, nani anakwenda kama underdog pale katika uwanja wa Amani New? Anaenda kama underdog FAR Rabat. FAR Rabat anaingia kama underdog kuweza kumwangalia Yanga vipi anafanya action yake, yeye aweze kuja kureact. So unaendelea vizuri hapo. Na mpira kwa sisi ambao tulikuwa tumejifunza, tunasema kwamba mpira unakuwa una sanction 3 katika dakika 45 za kwanza, 15 za kwanza ni kuweza kusomana, wakati huo ukiwa na fikra za haraka sana pale kwenye gepu kuweza kufunga, kwa sababu huwa tunaamini katika dakika 15 kila mmoja mwenye mawazo ya kuweza kupata matokeo chanya anawaza kukutangulia katika dakika 15. Kwa hiyo wakati unashambulia sana, na ndio wakati unakuwa kwenye hatari sana ya wewe kuweza kufunga. Kwa hiyo inawezekana Yanga wakaingia kwa mentality ya kutaka kufunga kwa mapema zaidi. Wakati huo ambao wanataka kufunga kwa mapema zaidi, ndio wakati ambao wanaweka lango lao katika hatari zaidi ya kuweza kuruhusu goli. Na ndio maana wakati wanakuambia kwamba na hata ukiweza kupata bao la mapema kabisa, tumefanikiwa dakika 15 tumepata bao, pale ambapo mmepata bao ndio pale kuna hatari zaidi yenyewe kuruhusu bao kuweza kulevel scoreboard. Lakini ukiangalia katika nani mkubwa nani mdogo anaingia, Yanga anaingia kama mkubwa, wakati huo FAR Rabat anaingia kama mdogo. Ingawa kwenye hii nasema kwenye makaratasi, lakini kwenye application yawezekana dakika 25 dakika 30 mambo yakaweza kubadilika. Underdog akawa ndio bulldog, afule bulldog akawa underdog. Shukrani sana. Shukrani sana.